Pengine tupate kufahamu sasa ni nani ambaye tuko naye studio ndani ya Hope FM siku leo. Asante, nikushukuru kwanza ndugu mtangazaji, lakini kabla sijitambulisha pia niwashukuru Hope FM 98.1 kwa kunipatia nafasi hii leo hii kuja kuzungumza na wanachuo lakini na jamii pia kabisa ambayo inasikiliza Hope FM. Ni kweli ni mara ya kwanza kabisa kuingia katika maiki hizi za Hope FM. Karibu sana. Mimi ni Kailan Juma Rashid. Kailan Juma Rashid ambaye ni mwanafunzi chuo kikuu cha Iringa katika fani ya uandishi wa habari mwaka wa kwanza. Okay. Mimi ni mgombea ama mtiania kugombea nafasi ya wenyekiti wa Press Club mwaka 2026-27. Ni mgombea kwenye nafasi ya Press Club 2026-2027. Kabla sijaenda mbali, tunapozungumzia Press Club ni kitu gani hasa kwa yule anayekusikiliza hivi sasa? Tunapozungumzia Press Club tunaweza kuchukua muda mrefu, lakini kwa ufupi kabisa inakuwa Press Club ni ile sehemu ambayo waandishi au ni jumuiya ile ya waandishi wa habari ambayo wanakuwa wanaiunda wenyewe kutatua zile changamoto zao za uandishi wa habari, lakini pia zile kuweza kusaidiana ujuzi juu ya mambo ya kihabari, mambo wali matatu, lakini pia inakuwa press ile sehemu ambayo pia waandishi nakuwa wanakutana kwa kujadili mambo mbalimbali katika kusaidia jamii kupitia kalamu yao. Tunajua kwamba mwandishi wa habari anatumia kalamu kuweza kufikisha ujumbe endapo wenye mamlaka wanapozisikia, kwa hiyo wanazitatua. Hiyo ni sehemu yetu ya uandishi wa habari, na mara nyingi wakati mwingine mwandishi wa habari mwenyewe kama peke yake hawezi kuweza kusema kwamba mimi anahitaji usaidizi. Sasa akihitaji usaidizi, wakati mwingine anatumia ile nafasi ya Press Club kuweza kupata usaidizi kwa kuweka yale mawazo na waandishi wengine. Lakini kuna changamoto ambazo mbalimbali waandishi wa habari nakuwa zinawakwaza katika shughuli zao. Kwa hiyo wakati mwingine Press Club ipo kuweza kutatua zile changamoto mbalimbali ambazo waandishi zinawakwaza. Okay. Msikilizaji, kama ndo kwanza unaungana na sisi hapa ndani, nipo na Kailan Juma Rashid. Huyo hapo. Nikisikia majina kama hayo maana yake tunakimbizana kule visiwani Zanzibar pengine. Kabisa, kisiwa cha marashi ya karafuu, kisiwa cha uchumi wa buluu kabisa. Bwana karibu sana. Tanzania ni moja na tunafurahi sana kuwa na pia mwingiliano. Masomo ni moja kati ya platform au sehemu ambayo inakutanisha watu kutoka sehemu tofauti. Tunazungumza watu wa makabila tofauti, lakini pia watu wenye umri na uzoefu tofauti. Sasa leo tuko na Kailan Juma Rashid, msikilizaji popote pale ulipo, ambapo ni mgombea na ni mtiania wa nafasi ya umwenyekiti wa Press Club. Press Club kama ambavyo amefafanua, hiki ni chama cha uandishi wa habari, chama ambacho kinahusiana na masuala mazima ya kuratibu lakini pia kutatua changamoto mbalimbali za uandishi wa habari. Chuo Kikuu cha Iringa ni moja kati ya chuo ambacho kinatoa taaluma hii ya uandishi wa habari. Na kwa jinsi ambavyo umesema ni mwaka wa kwanza. Mwaka wa kwanza. Tunaamini kuna watu ni wazoefu hapa ndani. Sasa tunatamani kufahamu nini kimekushawishi kugombea nafasi ya uongozi katika Press Club ndani ya Chuo Kikuu cha Iringa. Ni mwaka wa kwanza uandishi wa habari, lakini kwa nini unagombea nafasi na kuna wazoefu? Ukizingatia mwaka wa kwanza, lakini pia nafasi ambayo uliokuja ni kubwa. Unajua tangu nije Iringa sasa ni takriban miezi 6 ambayo nimeishi na nimeishi katika zile masuala mazima ya taaluma ya kihabari. Niona kwamba mwaka unaofuata lazima patikane kiongozi mwingine. Nikajitathmini nikajua kwamba mimi naweza, kutokana na kwamba nimeona katika Press Club vile ambavyo inaendeshwa. So wanaendesha vizuri. Kwa hiyo hivyo ambavyo wanaendesha, kumbe na mimi ninaweza kuendesha. Sasa mimi nitaendesha kivipi? Sasa matarajio yangu ni yapi na kwa nini niendeshe? Kwanza nataka nijenge ushirikiano wa pamoja kati ya wanafunzi wote kabisa wa Press Club. Ambao nazungumzia wanafunzi wa cheti hadi ngazi ya degree kabisa. Wawe wanafunzi ushirikiano wa pamoja. Wa pamoja kivipi? Kwamba pamoja katika masuala ya kitaaluma. Kwamba wanafunzi wa cheti ana kitu ambacho labda amekipata from nowhere cha kujifunza cha ujuzi.
lakini inawezekana kuna mafunzo wa degree ambaye kametoka form 6, basi akifika pale aweze kumsaidia. Lakini kuna mafunzo ambaye yuko degree ambaye ametokea diploma, amejifunza vitu vingi. Unajua kwamba kutoka diploma na ambaye umetoka form 4 umekuja hapa, kuna vitu vijui yeye vijua. Kwa hiyo ni kutaka kuhamasisha kwamba vijana wajifunze, kwa sababu tunaelewa kwamba taaluma ya habari si ya kukaa tu darasani. Darasani utajifunza, utapata A, lakini inahitaji ujuzi wako mwenyewe binafsi. Na kiujumla wakati mwingine tokee ma lecturer kukufundisha mambo yote. Kwa lazima mwanafunzi kama mwanafunzi uweze we mwenyewe kabisa kufanya jitihada zako mwenyewe. Kwa jambo moja leo ni kuhamasisha vijana kwamba sasa tumekuja kujifunza taaluma ya habari. Taaluma ya habari iko hivi. Nitatumia nitakuwa na sauti nikiwa kama mwenyekiti wa Press Club. Lakini kwa nini nikasema kwamba niweze kugombea nini kimenisukuma tena chingine? Chingine ni kwamba nimeona viongozi ambao wanaendesha. Sasa wakati mwingine miaka hii 6 nimeona kuna viongozi wanaenda vizuri miezi 6, lakini kuna viongozi nimeona kidogo kama kuna sehemu wanasuasua. Sasa mimi nimesema nigombee ili kuonyesha sasa vile viongozi ambao nitakuwa nao mimi kwenye uongozi wangu, endapo wakinipa ridhaa kwamba wawe viongozi wawajibikaji, kwamba umepewa nafasi uwajibike. Uwajibike hivi, uwajibike kwa mujibu wa nafasi yako, kwa sababu mimi ninaamini kile ambacho unakitekeleza hapa, ukiondoka hapa ukienda sehemu nyingine unatekeleza kile kile. Kwa presenter mzuri, ukiondoka hapa utaenda kule utakuwa uzuri ule ule na utazidisha bidii zaidi. Lakini hapa njoo kwenye kipindi, umekuja kipindi kinaanza saa 2:30, wewe unakuja saa 2 dakika 38 39. Tumekuchukua kwenye media yetu, unasema mimi naweza, na yes unaweza, na tunajua kama unaweza. Haya, sasa tunakupangia kipindi cha BMV kinaanza saa 8:15. Wewe unatujia siku ya kwanza utakuja saa 8 dakika 10. Sawa. Au utakuja saa 7 kamili. Sawa. Lakini baadaye hapo katikati utakuja saa 8 dakika 18. Kipindi chetu kinaanza saa 8 dakika 15. Maana yake umeshachelewa. Umeshachelewa kwenye kipindi. Na unakuja hapo unachukulia, unaingia tu moja kwa moja uingie studio. Wakati sio taratibu zake. Sasa hii ni nini? Hii ni maana yake ni kwamba umejifunza huko unakotoka. Kwamba unakotoka ni hivyo na huku unakuja unaendeleza yale yale. Sasa mimi nataka kwanza ianze hapa kwa viongozi. Alafu sasa tuje kwa wanachama wenyewe. Wanachama wenyewe kwamba tunasema practicum saa 10, basi saa 10 ianze practicum. Lakini tunaanza practicum kwamba kwenye practicum yetu kuna sheria 1, 2, 3 tuzifuate. Kwa hiyo tunasoma wafuate wanafunzi wachache. Hamna, tumeweka sheria hizi. Kwa hiyo hizi zifuate na wanachama wote kama wanachama kabisa wa practicum. Okay, shukrani sana kwa ufafanuzi wako juu ya kile ambacho kimekusukuma pengine uweze kuwania nafasi hii ya ngazi ya juu kabisa kwenye uongozi wa Press Club. Lakini wakati najaribu kupita kwenye message ambazo wananitumia hapa wasikilizaji, moja kati ya swali la muhimu sana ambalo ninatakiwa ulijibu pia hapa. Wanakuambia kiongozi, mimi naitwa Juma Jeshin kutoka pande za TRM. Nimemfuatilia kwa maelezo yake, inaonekana ni mtu mwenye uzoefu sana kwenye tasnia. Hongera na aendelee kuwa karibu na sisi. Haya, pengine amenisababisha pia nikuulize swali sasa hapa. Pengine una uzoefu gani katika tasnia ya habari au shughuli za kiuandishi wa habari? Kwa sababu mimi nafahamu miongoni mwa kitu ambacho kitaweza kufanikisha ufanisi wa majukumu yako kama ambavyo umeyadokeza hapo ni kuwa mzoefu kwenye uwanda wa habari. Uzoefu wako ni upi? Huyo Juma bila shaka anaelewa kutosha kabisa, anataka kutoa faida kwa wasikilizaji. Na pengine ni shida. Pengine ni mtu wako kwa sababu amesema aweze kutusaidia. Pengine ni mwandishi wa habari pia. Au pengine pia ni msikilizaji na ni mtu ambaye anatamani kuona tasnia ya habari inakuwa na weledi. Uzoefu wako ni upi? Ni sawa, ni swali zuri. Tukizungumza uzoefu hapa naweza kutumia hata dakika 5-6 nielezee uzoefu wangu tu, pengine na historia yangu kidogo labda. Lakini sasa tuende tu kwa ufupi. Mimi nimekuja hapa ndani ya chuo kikuu cha Iringa ikiwa tayari nikuwa na uzoefu kabisa wa uandishi wa habari, kwa sababu nimetokea katika
ngazi ya diploma. Nilianzia Kiswahili Zanzibar kule Kiswahili Pemba. Okay. Nikajua tena kama ulivyoanza mwanzo kule kwamba masuala ya taaluma wakati mwingine yanatufanya tutembee na kwenda kwa wengine. Kwa hiyo diploma nikaja zangu nikasoma pale Dar es Salaam, lakini baadaye nikaja zangu nimekuja zangu chuo kikuu cha Iringa. Wakati huo ulikuwa ni mwaka 2017. 2017 kabisa. Okay. 18 19 tayari nikachukua ile diploma yangu kabisa ya uandishi wa habari, Times School of Journalism kipindi hicho TSJ. Lakini baada ya hapo 19 tayari kama nilivyosema pale mwanzo, tusome kwa kuzingatia hii ni taaluma ya habari, na kwenye taaluma ya habari kwa tasnia mimi naamini bado fursa ziko hasa saa hizi. Kwa hiyo ni vile jinsi ambavyo wewe utajitreat na kuweza kuondoka hapa na ule ujuzi wako. Baada ya kumaliza hapo sasa mimi nikaendeleza ule ujuzi wangu ambao nimeupata kwa aprika za hapa na pale, na mwanzo nilianza nikiwa kwenye kuendesha mtandao wa YouTube. Kwa mfano kama mtu wa YouTube unaweza kuingia kule kwa kukutana na TV moja inaitwa Mawio TV online. Mwanzilishi na nani hii TV lazima nimshukuru, tukiendesha tukiwa tu wawili kabisa. Okay. Lakini baadaye tena kuna majukumu hapa na pale nikaachia, na baada ya kuachia hapo tena kuna taasisi fulani ya kihabari nikaenda nimefanya kazi nayo. Kwa hiyo mpaka nimeondoka nimekuja huku tayari nina uzoefu takriban yale ya kukaa nje tu kufanya mambo ya habari miaka isiyopungua takriban 7 na itimiza saa hizi kwa mwaka huu 2016 katika masuala ya kupiga picha kabisa, editing niko, lakini kuna kipindi fulani niliwahi hata kufanya vipindi vya serious hivi, lakini baadaye nikaacha. Wakati huo ndo najifunza kabisa, ila mpaka naondoka na kuja huku tena nimeondoka nikiwa kama mtu wa editing kabisa, lakini na pia na kuandika story. Kwa hiyo kwenye habari ukweli usiofichika ni kwamba nina uzoefu kiasi fulani hicho. Pengine hiyo inakupatia nguvu kiasi gani sasa kuelekea utekelezaji wa yale ambao umeyafikiria ndani ya Press Club? Kutokana na uzoefu wangu ambao ninao na hivyo ninavyoelewa, ndio maana hata kwenye ahadi zangu nikizisema au kwenye malengo yangu kilichonisukuma, jambo la kwanza nasisitiza sana ni ushirikiano wa wanachama wenyewe, lakini pia wanachama mwenyewe kujitoa kuweza kujifunza, kwa sababu mimi naamini kwamba journalism ni sehemu ambayo inahitaji jitihada zako mwenyewe binafsi. Wengi ambao wamefanikiwa katika tasnia si kwamba wamekaa tu, bali wamekuwa wakichukua jitihada zao binafsi nje ya darasani. Sawa, msikilizaji, kama ndo kwanza unafungulia redio yako, sauti ambayo unaisikia hivi sasa ni sauti ya Kailan Juma Rashidi, mgombea wa nafasi ya wenyekiti katika ngazi au katika chama cha uandishi wa habari Press Club ndani ya chuo kikuu cha Iringa. Yapo mengi ambayo ameyazungumza, kwanza kabisa kuhusiana na nini ambacho kimemshawishi kugombea nafasi hiyo ya Press Club, lakini pia uzoefu wake katika masuala